Sina mashaka na wewe na sina wasiwasi kabisa na wewe kwamba unafahamu mambo mengi sana kuhusiana na soka. La kuhabarisha tu ama kukupa mambo kadhaa matano muhimu kabisa kuhusiana na klabu ya Simba. Timu bora nchini Tanzania, timu miongoni mwa timu bora barani Afrika. Naposema miongoni namaanisha kwamba kuna timu bora sana hapa barani Afrika, basi na Simba ni miongoni mwa zile timu bora barani Afrika. Usisahau tu kusubscribe, kufanya tendo la kiungwana kabisa kwa maana ya kubonyeza alama ya kengele. Kiswahili sanifu ni hicho. Mambo matano bora kuhusiana na klabu ya Simba. Hii ni VOC Media. Jambo la kwanza, wekundu Msimbazi Simba jana walifanya rotation ya kikosi kwa maana ya kujaribu kufanya baadhi ya badiliko kwa maana ya changes ya nyota kutoka fulani kuingia fulani, kufanya mabadiliko ya hapa na pale. Sasa Simba inaonekana inawezekana ni miongoni mwa timu ambayo itakuja kuwa na kikosi kipana sana kwa sababu ya uwezo wa wachezaji mmoja mmoja. Kwenye kijiwe chako naamini unajadili, je, kati ya Anset Oura, Lebase Gwe, Khaleso Makgalwa pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala, nani ataanza kwenye upande wa winga? Ndio maana nakwambia Simba anaweza akaja kuwa na kikosi kipana sana. Ibrahim Dombia zidi ya Selemani Mwalimu, uwanda mpana wa kikosi. Lakini kwenye kikosi ya Simba kitu kingine cha pili cha muhimu zaidi ni kwamba Neo Maema pamoja na Morris Abraham inabidi wajitathmini, wajibusti, walau wasogee kwenye kiwango cha Chama Clatous ili waisaidie Simba pale ambapo Chama anakuwa hayupo kwenye mchezo, kwa sababu jana nimeona Simba walikuwa wanafika kwenye matukio kwa ubora, lakini changamoto tu walikosa mtu mwenye ubunifu ama mwenye akili kubwa ya ziada ambayo inaweza ikaichanganya safu ya ulinzi ya Kenya Police. Hicho kitu kilikosekana, lakini kipindi cha pili kilionekana, lakini kipindi cha pili napo tukakosa ule umaliziaji wa moja kwa moja kwa maana ya utulivu wa mwisho kwenye safu ya ushambuliaji. Hivyo Simba inabidi wajitathmini kwenye hilo eneo kwa maana ya nyota ambao huwa wanaanza pale Chama anapokuwa hayupo uwanjani. La sivyo Chama anaweza akacheza hata akiwa na miaka 50 kwenye klabu ya Simba kwa sababu ubora wake unajidhihirisha kuliko wale ambao wapo ndani ya uwanja. Lakini jambo jingine ni kuhusiana na Ino Jospin Luemba. Jana alicheza kama namba 6, akasogea kama namba 8. Kuna kitu cha ziada ambacho Ino Jospin Luemba anacho. Kama mwalimu Steve Becker ataamua kumtumia kama msaidizi wa kiungo cha chini kwa maana ya defense midfielder, yani kiungo wa kumsaidia Yusuf Kagoma. Alassane Kante ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanacheza kwa ubora hususan kwenye kupiga pasi. Changamoto ya Alassane Kante ilikuwa ni kufika kwenye matukio kwa uharaka pale ambapo Yusuf Kagoma anakuwa hayupo au anapokuwa ametoka kwenye maeneo yake kwa ubora. Sasa Alassane Modo Kante ilikuwa inampelekea kupigwa kadi nyingi sana za njano kwa sababu ya ile sharpness. Ila Luemba sharpness anayo. Changamoto ni moja kwa Ino Jospin Luemba, pasi kwa uharaka kwa mchezaji mwenzake, kwa maana ya uharaka wa kupiga pasi kwa mwenzake huwa anaonao sana nguli. Lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao jana ameacha maswali mengi sana kwa mwalimu Steve Becker kwamba je, utaamua kunitumia na kuniamini au utaamua kuniweka bench? Jambo jingine la 4 tu ni kuhusiana na eneo la backline kwa maana hizi beki za Simba. Simba wana mabeki wengi sana na ndio maana nikasema Simba huenda wakaja kuwa na timu bora kwa maana ya kuwa na timu yenye uwanda mpana wa kuamua nani acheze nani asicheze kwa sababu ya ubora wa baadhi ya nyota. Mbegu amekuwa akicheza vizuri, Masinde amekuwa akicheza vizuri, lakini bado ni vijana ambao ni ngumu sana kumweka benchi Ismail Olivier Ture pamoja na Rushain Deroke. Twende kwenye eneo la kiungo namba 8 ambapo alicheza Ibrahim Olalekane Jabari. Hii ndio story kubwa sana. Ibrahim Olalekane Jabari anaonekana ni mchezaji ambaye anaweza akaipa utulivu timu pale ambapo inakosa utulivu. Asili ya jinsi anavyocheza ni kama Rally Bwalia hivi, lakini ana vitu fulani kama Chama, yani uwezo wa kutulia, kusogea kwa makini na kupiga pasi zilizo bora. Ni kama Chama fulani, lakini whatever the case, asili ya Rally Bwalia. Anatumia mguu wa kushoto kwa makini, ana uwezo wa kuifungua safu akamuita fulani tucheze, anacheza kwa maelekezo. Huyo ndo Ibrahim Olalekane Jabari. Bana, story ambayo nakuachia sasa kwenye yale mambo ambayo jana uliyaona kwenye mchezo wa Kenya. Kati ya Anset Oura, Khaleso Makgalwa, Elie Mpanzu Kibisawala, Lebase Gwe, nani ataanza kwenye winga ya kulia na kushoto kwa upande wa klabu ya Simba? Hayo ndo maswali ambayo naamini hata kwenye kijiwe nongwa unayapiga sana.
Hii ni VOC Media Asaladek, sehemu ya kukupa kile kilicho bora, sehemu bora ya kufanya wewe ujisikie uko huru kupata zile update zilizo bora za kimichezo. Jambo ni moja tu, usisahau kusubscribe. Kiswahili sanifu kwa wale macho kuona, bonyeza tu alama ya kengele. Mimi ni Paul Tembo, sina la ziada. Chao.